na akaenda kwenye mechi ya marudiano akafanya vizuri na akaenda nusu fainali. Huu ni mwaka wetu wana Simba kwenda nusu fainali. Au kuna mtaalamu wa kuna nini? Ainesh. Hakika. Kwa niendelee kurefusha maneno. Ndugu zangu wana Simba, kwa miaka hivi karibuni tumekuwa watu wa kusononeka sana na tumekuwa watu wa kukata tamaa sana. Ile asili yenyewe ya Simba tumekuwa hatuishi. Tumekuwa watu wa kukata tamaa mapema mno. Hiyo sio sifa ya Simba. Kama wewe upo kwenye kundi hilo la watu ambao wanakata tamaa mapema, basi hebu tupishe kwenye Simba yetu. Simba hii tunataka watu wenye mioyo migumu. Simba hii tunataka watu ambao wanaamini katika muda. Simba hii tunataka watu ambao wanaamini haijaisha mpaka iishe. Hii ndio Simba ambayo tunataka watu wa namna hiyo. Kwa hiyo matokeo ya juzi yasimnyong'onyeshe mwana Simba wa aina yeyote ambaye ni Simba kweli. Na kwa hili tuweni makini. Wapo wengi ambao wanajifanya wana Simba, wanajifanya wana masikitiko makubwa ili kutunyong'onyesha tusitimize wajibu wetu wa kwenda Benjamin Mkapa. Mimi niwaambie wana Simba, katika vitu viwili ambavyo mwana Simba unapaswa kuwa na uhakika navyo vitatokea katika maisha yako. Cha kwanza ni kufa, cha pili ni Simba kwenda nusu fainali. Jukumu la kuipeleka nusu fainali Simba ni jukumu la kila mwana Simba. Ni jukumu la wachezaji wa Simba, ni jukumu la viongozi wa Simba, ni jukumu la kila shabiki wa Simba kuipeleka Simba yake nusu fainali. Hivyo basi tunapaswa kuanzia sasa wana Simba kushikamana, wana Simba kushirikiana, wana Simba kuhamasishana, wana Simba kuhakikisha kila mwana Simba anatimiza wajibu wake kwenye matawi, kwenye makundi, viongozi wa matawi, viongozi wa mitaa, viongozi wa makundi. Ajenda yetu sisi ni moja tu, ni kwenda Benjamin Mkapa, kwenda nusu fainali. Asitokee mwana Simba akaja na mada tofauti. Sisi mada yetu kuanzia hii leo tarehe 4 mpaka tarehe 9 ni kununua tiketi na kwenda Benjamin Mkapa. Hakuna mada nyingine ambayo mwana Simba anatakiwa kuzungumza ndani ya wiki hii zaidi ya mada ya mnyama kununua tiketi na kwenda nusu fainali. Kwenye makundi yetu ya WhatsApp, kwenye mitandao yetu ya kijamii, ajenda yetu ni moja tu, ni mnyama kufanya ubaya ubwela kwenye mechi ya marudiano, twende hatua ya nusu fainali. Asitokee kirusi yoyote akaleta mada nyingine yoyote ambayo haihusiani na jambo hili la mnyama kwenda nusu fainali. Katika nchi hii Simba tumeshafanya maajabu mengi sana. Katika Afrika hii Simba tumeshafanya maajabu ya kutisha.
Afrika hii tumeshafanya ukatili mkubwa vibaya mno. Ni sisi Simba Sports Club tulikula bao 4 uwanja Uhuru shamba la bibi, tukaenda Zambia tukampiga mtu bao 5. Ni sisi Simba Sports Club tulimfunga Horoya bao 7 hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club tulimfunga Galaxy bao 6 hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club tulitangulia mabao 3-0 kipindi cha kwanza, yakarudi yote kipindi cha pili. Ni sisi Simba Sports hatushindi kupata mabao 3 mbele ya Al Masry. Hii inawezekana na hii tunavuka. Nyuma kuna gari. Dereva wa Global. Tunaomba usogee nyuma kidogo, dereva wa Global. wote ambao mnaloa na wale wote ambao wameloa. Tukimaliza hapa kuzungumza, tutatembea wote kwa miguu mpaka stendi pale ili kila mtu aloe. Maana tusianze kuchekana alafu wale ambao hawajaloa wakajiona wajanja, wenzao wameloa wakaona malofa. Kwa hiyo tutaloa wote. Baada hapa tutakuwa na maandamano mafupi mpaka round about pale, tutasambana. Tuhakikishe kila mtu maji yamemfikia. Ndugu zangu, ni twende kwa haraka haraka. Tuna kazi kubwa ya kufanya
siku ya Jumatano ya tarehe 9. Lakini hii ni kazi ambayo sisi tunaiweza sana. Hii ni kazi ambayo haitusumbui hata kidogo. Tumeshafanya kazi kubwa. Tumeshafanya kazi kubwa. Afrika hii haiwezi kutushinda hata kidogo. Lakini ili tuweze kufanikisha hili, ni lazima kila mwana Simba atimize wajibu wake. Simba ndiyo timu inayoongoza Afrika kwa kutoa vipigo vikubwa. Tulimfunga mtu bao 7, tukamfunga mtu bao 6. Ni Simba pekee ndiyo ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo. Na tarehe 9 tuna uwezo wa kurudia hayo ambayo tumewahi kuyafanya. Lakini katika rekodi zetu, mabao mengi ambayo tumemfunga Mwarabu ni mabao 2 pekee ambayo tumemfunga Constantine. Tarehe 9 ya Jumatano tunakwenda kuandika rekodi nyingine mpya ya kumfunga Mwarabu mabao mengi zaidi yale 2 ambayo tumewahi kumfunga Constantine. Ili tuweze kuvuka, tunahitaji mabao 3 katika mchezo huo. Kwa Simba hii, mabao 3 yanapatikana kufumba na kufumbua. Kuna vitu vigumu kwa Simba, lakini sio kupata mabao 3 Benjamin Mkapa. Tunaweza kushindwa kila kitu Simba Sports, lakini hatuwezi kushindwa kupata mabao 3 kwa bila Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, timu ya kufanya hivyo tunayo. Na nyi wenyewe mliiona siku ile pale uwanjani Misri. Kama sio makosa ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu, tulikuwa tunaondoka pale na matokeo mazuri, na mechi ya marudiano tungekuja kufanya ubaya. Lakini hakuna shida, yale tuliyoyapata bado kwetu ni matokeo mazuri. Tuna uwezo wa kufanya chochote katika mechi ya marudiano. Mwana Simba, nunua tiketi yako, tukutane Benjamin Mkapa. Wapo watu ambao katika mechi ya Sfaxien, ikiwa inaenda 1-1 dakika za mwishoni, walishaanza kutoka uwanjani na kwenda nje uwanja kuanza kulalamika. Kabla hawajafika getini, wakasikia kelele. Wana Simba ambao hawakukata tamaa walibaki uwanjani wakashuhudia goli la Kibo. Na safari hii ni vivyo hivyo. Kwa yule ambaye amekata tamaa na hata kuja uwanjani, atawashuhudia wenzie wakishangilia ushindi, wakishangilia mnyama ameenda nusu fainali. Hakika semaji kumemaliza. Kispika tunakipenda kiweke mbele hapo. Hiki ndo chama kubwa. Tunaendelea. Huu ugumu tunaopitia hapa na tunafanikiwa, ndio ugumu tutakao kukutana nao tarehe 9, na tutafanikiwa. Mvua yangu jua langu, napambana na Simba yangu. Mvua yangu jua langu, napambana na Simba yangu. Mvua yangu jua langu, ya kumfunga Mwarabu. Jumatano itakuwa ni siku ya kumchakaza Mwarabu. Waarabu tumeshawafunga sana. Tushamfunga Al Ahly Benjamin Mkapa bao 1 ukabila. Tumeshamfunga RS Berkane bao 1 ukabila. Tumeshamfunga Wydad Casablanca bao 1 ukabila. Tumeshamfunga Sfaxien mabao 2-1. Tumeshamfunga Constantine mabao 2 kwa bila. Kumfunga Mwarabu tumeshazoea, na kwetu sio kazi ngumu. Tunachoenda kufanya tarehe 9 ni kumchakaza Mwarabu. Na ndugu zangu wana Simba, huyu Mwarabu wa Almasi ni saizi yetu kabisa. Tuna uwezo wa kumfanya vibaya, tuna uwezo wa kumfanya chochote, na tutamfanya kile ambacho sisi tunataka kufanya siku hiyo. Fire Bwela! Ndugu zanguni, baada ya mechi kumalizika,
nikamfuata mchezaji mmoja baada ya mwingine. Mpanzo alisemaje? Nikamuuliza, hii tunavuka? Kila niliyemuuliza alinambia hii tunavuka. Niko hapa Mbezi sokoni kuwaambia wana Simba, wachezaji wa Simba wamenambia hii tunavuka. Kwa hiyo wewe mwana Simba, mtu pekee ambaye unapaswa kumsikiliza na kumwamini ni mchezaji wa Simba ambaye anakwenda kuvuja jasho pale uwanjani. Kama yeye mchezaji ameshasema hii tunavuka, wewe nani mwingine uanze kuishi na mashaka? Ndugu zangu wana Simba, hii tunavuka. Lakini kuvuka huku kunahitaji nguvu ya pamoja, kunahitaji mshikamano wa pamoja. Tunahitaji wanasimba wote tukaishi kwenye dhana yetu ya uhalisia ya nguvu moja. Tukitimiza hilo, mama angu Almasri anakufa Benjamin Mkapa kweupe. Jambo moja la msingi ndugu zangu, na huo ni ujumbe kutoka CAF, ya kwamba tunapokwenda kwenye mechi hii na tunapokuwa uwanjani, jambo la msingi la kuzingatia ni ustaarabu wetu mashabiki wa Simba. Sote tunakumbuka namna ambavyo ubaya ubwela ulitugeukia mechi yetu na Constantine, tukaangalia mabandani. Sasa hayo yasitokee kwenye nusu finali. Tuna nusu finali na Zamalek hapo katikati ya mwezi wa 4. Kwa hiyo tunapokwenda uwanjani, tujiepushe na aina yeyote ya vurugu, tujiepushe na aina yoyote ya vurumai. Twende tukashangilie kwa nguvu Simba yetu, tuondoke uwanjani tukiwa tumechukua ushindi wetu na mnyama yuko nusu finali. Ndugu zanguni, tutakuwa na mgeni rasmi katika mchezo huu, tutamtangaza hapo baadaye. Lakini leo niko hapa kuwatangazia mgeni maalum katika mchezo wetu huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Mgeni wetu maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9 ya mwezi wa 4 ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya shirikisho la soka barani Afrika CAF, lakini pia ni rais wa baraza la vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati SEKAFA, lakini vile ni rais wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania, si mwingine Wallace Karia. Tuna kila sababu ya kumwalika na kumpa heshima hii Wallace Karia kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu dhidi ya Almasri. Pasina shaka, pasina wasiwasi, pasina kuficha macho, Wallace Karia ametenda mema mengi sana kwa mpira wa Tanzania.
mafanikio tuliokuwa nayo Simba Sports Club kwenye anga za kimataifa ni kutokana na uimara na ubora wake Wallace Karia. Hivyo basi sisi Simba Sports Club hatuna budi kuenzi, kutukuza, kuheshimu na kutangazia umma ya kwamba tunatambua, tunathamini, tunaheshimu mchango wa Wallace Karia kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Haiwezekani kwenye familia mtoto anafaulu alafu uje useme baba hausiki kwenye kufaulu kwa huyo mtoto. Simba Sports Club kufika nafasi ya 6 kwa ubora Afrika ni kutokana na uongozi thabiti wa Wallace Karia. Kwa kuwa amefanya mambo hayo makubwa kwenye mpira wa Tanzania na Simba ni wanufaika wakubwa na utawala wa Wallace Karia kwenye utawala bora, hatuna budi kumpa heshima hii ya kipekee na kumwalika kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu huu muhimu dhidi ya Al Masry, na yeye aje amshuhudie mtoto wake, aje amshuhudie mwanachama wake. Simba Sports Club anakwenda nusu finali siku ya tarehe 9. Wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, kumbe wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao. Wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao. Wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao. Wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao, wanamtia ubaya tu, wabaya ndo wao. Mchezo kuvimba vimba ukicheza na Simba wewe unamtia ubaya. Na ndugu zanguni wana Simba, nichukue nafasi hii kuzungumza nanyi kwa kukumbusha kwamba tunapaswa kuheshimu viongozi wetu wa mpira wa miguu ambao wanafanya kazi kubwa ya kuendesha mpira wetu huu, lakini vile vile kuheshimu na kutii mamlaka zote ambazo ziko juu yetu. Kwa hiyo kwa hili tumuombe Mheshimiwa Wallace Karia apokee mwaliko wetu, aje kuwa mgeni maalum katika mchezo wetu wa tarehe 9, aje muone mnyama anakwenda nusu finali. Ndugu zanguni wana Simba, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Tuna kila sababu ya kujivunia sisi kuwa Simba. Hii pilika tuliokuwa nao hii leo ni kwa sababu sisi ni Simba, ni kwa sababu tupo peke yetu kwenye michuano ya kombe la shirikisho, tuko peke yetu kwenye michuano ya Afrika, na ndio maana unatuona tuko bize tukihangaika kunadi maendeleo ya mpira, tukihangaika kutangaza mpira, tukihangaika kuhamasishana watu waje Benjamin Mkapa. Watu wote wasiokuwa na shughuli ndani ya wiki hii ndo unaona wanatukana viongozi wa serikali. Sisi kwa kuwa tuko bize na mambo ya msingi, ndio maana tunafanya mambo ya maana kuhakikisha kwamba mpira wa Tanzania unasonga mbele. Baba tunawabeba, hawabebeki, tunawabeba, hawabebeki, tunawabeba, hawabebeki, baba mazuri yetu wanatia ubaya. Ndugu zanguni, wanatuonia wivu, wanatamani wangekuwa wao, lakini uwezo wao hauwaruhusu kuwa hapa. Aliyopo hapa ni yule mwenye uwezo tu. Tulikuwa 6, hatimaye tumebaki peke yetu. Tulikuwa 4, hatimaye tumebaki peke yetu. Wale wote goi wameishia huko, amebaki Simba Sports pekee. Nafahamu ya kwamba wanaumia Simba kuwa hapa na Simba kuichungulia nusu finali, na wanatamani kufanya kila hila ili mnyama aishie hapa kwenye robo finali. Sasa tuwaambie yoyote ambaye
atatia mkono kwenye mechi yetu ya tarehe kausia kabisa kwenye familia yake. Tunatania, basi tutakutana safari hii, na sio tu atakayetia mkono, hata atakayeweka nia ya kumharibia Simba kwenye mechi hii. Tunakumbusha tena, kabla hajaweka nia yake hakikisha ameshaandika na usia. Muda wa wema umekwisha, imebaki nini? Ndugu zangu wana Simba, hii mechi tunaitaka na tunaitaka sana. Tayari tumeshacheza robo finali 5, robo finali hii ya 6 tunataka kwenda nusu finali. Hatuna option nyingine, tunataka kwenda nusu finali. Almasiri watake tutaenda, Almasiri wasitake tutaenda, wavimba macho watake tutaenda, wavimba macho wasitake tutaenda. Safari hii hatuishii robo finali, tunasema kwa nguvu moja na kwa sauti moja, hii. Ndugu zangu, leo tumezindua hamasa hapa katika tawi la Mbezi Sokoni shule. Tawi lenu lina jina refu. Mbezi shule Sokoni. Tafuteni moja, iwe ni Mbezi Sokoni au Mbezi shule. Mbezi shule Sokoni. Mchanganyo wake ni mrefu sana. Mgeni mwingine maalum nitamtangaza kesho katika mwendelezo wa kispika ambacho kitafanyika katika tawi la Mazizini Ukonga. Kesho, ratiba kesho, tutakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kufanya hamasa. Tukitoka hapo tunakwenda tawi la Tabata Dampo. Kwa kesho tuna matawi mawili ya kwenda kufanya hamasa. Tunakwenda tawi la Mazizini Ukonga kwenda kuangalia namna watu wanavyochinja ng'ombe kwenye machinjo yao, na sisi tupate hisia za kwenda kumchinja Almasiri tarehe 9.
alafu tunakwenda tawi la Tabata Dampo kwenda kuangalia namna ya kutupa vifaa baada ya kumaliza kazi. Yani baada ya kumaliza Almasiri tutakwenda kumtupa Dampo. Nyama amekwenda nusu finali. Mwaka huu mambo ni nyeupe. Baba inanibalazana, Simba hilo inanibalazana, Simba hilo inanibalazana, Simba hilo amenige mjuaje, Simba hilo majini nige mjuaje, Simba hilo shabani nige mjuaje, Simba hilo umudu nige mjuaje, Simba hilo imenikutonisha na wengi, Simba hilo nige mjuaje, Simba hilo mwamba nige mjuaje, Simba hilo nimetoka nayo mbali, Simba hilo nimetoka nayo mbali, Simba hilo mchezo kuvimba vimba ukicheza na Simba. Kuna mambo moja ya msingi kidogo tuzungumze hapa kabla hatujamaliza mkutano wetu. Si mmechoka? Hamjachoka? Tuendelee kumwaga vitu. Kwani usitangulizi huo? Ni utangulizi. Kaniua. Ndugu zanguni, baada ya mechi yetu na Almasiri, maoni yamekuwa mengi sana kwa wanasimba, lakini maoni yamejikita kwenye maeneo matatu tu hivi. La kwanza, kwamba kwa nini wachezaji wetu hawaendi kumzonga mwamuzi pale ambapo tunahisi kuonewa. Sasa ndugu zanguni, kwanza lazima tutambue kwamba tulikuwa ugenini na hauwezi kujua refa amekuja na mpango gani katika mechi hiyo. Inawezekana mkaenda kumzonga kudai haki yenu, alafu akawapa kadi nyekundu ama kadi ya njano, akasema kwamba mlinitukana, nani atakuja kuthibitisha? Nakumbuka tuna mechi ya marudiano Benjamin Mkapa. Ndio maana ukaona wachezaji wetu wana play very smart kuhakikisha kwamba wanakuwa salama, tunakuwa salama, mechi iishe salama. Ndugu zanguni, tusijizime data, hii ni Afrika. Mbwa mkali kwao. Kwa hiyo tungejifanya wajuaji, kujifanya tunajua sana sheria, yangetokea kutokea mechi inayokuja tungekuwa pungufu. Wachezaji wetu muhimu wangekosekana, ingekuwa ni hasara kwetu. Wachezaji wetu walicheza in a very professional way, wakiamini ya kwamba iko mechi ya marudiano ambayo hiyo tutakwenda kufanya kila kitu tuweze kupata ushindi. Kwa hilo hatuna cha kuwalaumu wachezaji wetu. Tuwapongeze kwa namna ambavyo walibehave very professional na mechi imeisha salama. Sasa kazi imebaki kwenye mechi ya marudiano. Walizani kila siku iko kwao, imebadilika sasa zamu yao. Walizani kila siku iko kwao, sasa imebadilika zamu yao. Walizani kila siku iko kwao, imebadilika sasa zamu yao. Walizani kila siku iko kwao, sasa imebadilika zamu yao. Mama tutawachapa kama watoto, hakuna kuwarumia, chapa kama watoto, hakuna Kwa hilo ndugu zangu, tuelewane na wala hakuna sababu ya kuwalaumu wachezaji wetu. Walitimiza wajibu wao, watafanya kila mnachokitaka katika mechi ya marudiano. Lakini kama haitoshi, maoni mengine ambayo yametolewa na wanasimba ni uchoyo, hasa kwenye eneo la ushambuliaji. Niwaambie pia kwamba
Hilo hamjalizungumza peke yenu, mwalimu vile vile amelizungumza na wachezaji wake, lakini kiongozi wetu mwenyekiti Murtaza Mangungu alikuwepo naye vile vile amezungumza na wachezaji. Hilo jambo halitajirudia, halitatokea katika mechi ya Benjamin Mkapa. Kwa hiyo hakuna sababu tena ya kuendelea kutoa maoni wala mawazo. Tayari mawazo yenu yote yanafanyiwa kazi na watu husika, wameyasikia, wameyaona. Sisi kilichobaki ni kutimiza wajibu wetu, kununua tiketi. Tukutane wapi? Tukutane Benjamin Mkapa. Tumalize ndugu zangu, baada ya kutoka hapa tunafanya uwezekano wa kumwalika mkuu wa mkoa wa Tabora na yeye aje katika mechi yetu ya tarehe 9. Mheshimiwa Paul Chacha tutamwalika na yeye, kama atakuwa hana majukumu ya kuwatumikia wana Tabora, basi aje ajumuike na Watanzania wenzie kumwona Simba anakwenda nusu finali. Na kwa nini tunamwalika Mheshimiwa Paul Chacha? Kwa sababu amekuwa akifanya kazi kubwa ya kuhamasisha michezo nchini kupitia timu yake ya Tabora United. Lakini vile vile Tabora United ipo katika nafasi nzuri ya kushiriki michuano ya kimataifa hapo mwakani. Kwa hiyo tunamwalika aje aone namna gani mashindano ya kimataifa yanaandaliwa, yanachezwa, ili aanze maandalizi na timu yake ya Tabora United. Adui yao ndio rafiki yetu. Ndugu zanguni, baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kunisikiliza, asanteni sana kwa kuja. Jukumu letu linabaki moja tu la kununua tiketi. Tukutane uwanja Benjamin Mkapa, twende tukaishangilie Simba yetu, twende hatua ya nusu finali. Asanteni sana. Tunataka uonekane, jaza mzigo mezani hapo. Wewe mambo ya sokoni hayo. Weka mzigo mezani hapo. Mama hiyo ya sokoni. Hayo twende sokoni, turudi. Mliotoa zawadi turudi sokoni. Tuache wengine watoe zawadi. Asante. Weka mzigo mezani hapo. Sokoni turudi. Mliobaki sokoni lete zawadi zenu. Tuliomaliza. Twende. Weka mzigo mezani. Weka mzigo mezani. Asante. Mliotoa zawadi naomba turudi nyuma. Naomba sokoni. Sokoni naomba. Wengine kaeni nyuma yame. Tumalize jamani joto. Kumbe ndizi hizi jamani. Asante. Tumemaliza. Sasa naomba tusikilizane. Naomba sokoni tubebe hivyo vitu tuende kwenye gari yame.
Shabani. Shabani. Oya. Chukua vizuri, chukua vizuri.